Taarifa iliyochukua vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii usiku wa tarehe 30 ni kushambuliwa kwa Padri Kitima. Huyu ni katibu wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Padri Dr. Charles Kitima aliripotiwa na vyanzo mbalimbali vya habari kuwa amevamiwa na kushambuliwa na watu wasiofahamika akiwa kwenye makazi yake zilipo ofisi za baraza hilo Kurasini jijini Dar es Salaam majira ya saa 3:30 usiku wa April 30. Baadhi ya mashuhuda na waumini wa kanisa hilo waliokopo kwenye mgahawa mmoja ndani ya viunga vya TEC walieleza kuwa Padri Kitima akiwa kwenye mazungumzo na baadhi ya watu alinyanyuka na kuelekea msalani, na ghafla kwa dakika chache walitokea watu waliomshambulia kwa sekunde chache na kisha kuondoka. Muda huu nakuletea taarifa ya jeshi la polisi ambapo inasema mtu mmoja anashikiliwa kwa tuhuma za kujeruhiwa kwa Padri Kitima. Tarehe 30 April 2025 majira ya saa 4 usiku maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali, na baada ya kikao kuisha saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15. Alipokwenda maliwatoni pembeni ya kantini hiyo ndipo alidai kushambuliwa kichwani na kitu butu na watu wawili. Alipelekwa hospitali ya Aga Khan na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja, Rahul Mahabi Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa kina unaendelea ili hatua kali za haraka zichukuliwe kwa wahusika. Taarifa hiyo imetolewa na kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Ayo TV tunaendelea na juhudi za kumtafuta Padri Kitima mwenyewe na kutafuta uongozi wa TEC kuweza kusikia ni taarifa ipi walionayo upande.